Ndugu zangu, serikali ya Chama cha Mapinduzi imesimamia amani, na ndio maana leo tuko mbele yenu hapa tunazungumza ikiwa shwari kabisa katika nchi yetu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia umoja, ndio maana leo hatubaguani. Hapa Pemba kulikuwa kuna wakati hapa misikiti tulikuwa hatusali sote. Huu msikiti bana wa CCM, huu msikiti wa CUF hapa tumesahau. Tulikuwa hatuzikani. Watu walikuwa wanapeana talaka kipindi hichi cha uchaguzi. Tusisahau. Alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama, tuna amani, tuna umoja. Yale mambo yote yale hayapo, na huu ndio mwezi wa uchaguzi, mwezi wa 10. Kusingekuwa shwari kiasi hichi. Katika hili tumefanikiwa. Lakini sisi tulienda mbali zaidi. Mimi binafsi nakumbuka nilikuja hapa Pemba, tukafanya kampeni, tukasema tutaendeleza maridhiano katika nchi. Mimi nilikuwa wa kwanza kuzungumza na Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwamba tuunde serikali ya umoja wa kitaifa. Katiba inatutaka tufanye hivyo, na ndio njia pekee ya kuwafanya wananchi wetu wawe wamoja. Nimalizie kwa kusema kwamba hii hoja ya mwisho kwamba tusimamie vizuri uchaguzi, tusipoteze maisha, hilo ndio sote tunalolitaka. Hakuna maisha yatakayopotea, na walinzi hao mnawaona wako pale kulinda amani, sio kufanya vinginevyo. Na wapo watu walohoji kwamba kikitokea chochote nitakayeulizwa na Mungu ni mie. Mimi nasema dhima hiyo naikubali, lakini na nyinyi ndugu zangu, dhima hiyo sio yangu peke yangu. Wewe uliokuwa huku ukianza kuvunja amani ukategemea dhima itaniangukia mimi, na dhima yako pia. Hakikisheni nyinyi mnakuwa walinzi wa amani nyinyi wenyewe.